Uranya Gondi. Hii mambo imekuja kwa chali wangu, yani asubuhi paka tunakurupuka na kuja kukaba kama matrafiki. Unajua maisha yetu jinsi yalivyo, tunafanyaje sasa? Sema kwambie kitu. Sometimes nawaza nirudi Chuga chali wangu, naona mambo ni ngozi, unarudi nyumbani unaambia umerudisha mpira kwa kipa. Umeleta ufala, hebu rudi huko ulipokuwepo, unajua. Mambo yanakuwa ni chali wangu. Sema nini? Chezesha huko. Kalia goli. Kachuongo bado. Mwanangu kweli leo ngumu. Hata wale sister wa vikoba wale mwanangu, sometimes asubuhi na kurupuka nakutana na laki jiwe na nusu kubabaki. Msororoko chali wangu sema leo naona kama inaweza kagonga hata saa 5 mwanangu, chai tukaja kunywa saa 9. Wewe umesema unataka kazi laini. Sasa kazi laini mwanangu unafanya nini? Wewe wa kiume, wa kike oshe vyombo, wewe upige kazi laini. Wote mtaitwa kwenye kitchen party baba. Ni follow. Yenyewe. Achaga mapepe sasa, msela manzi. Manzi. Chana naye. Mamanzi sisi hatudili nao. Unamkaba manzi hapa nikawa unamkaba mama yako. Midinga amenitelekezaga, usione mimi nadili na hawa masela. Midinga amenikataaga, ila mambo ya manzi chali wangu mimi napaga respect. Mshinda inaonekana nao. Sema lakini hatuna hela chali wangu. Simba akizidiwa anakula majani. Mama vikoba vipi? Je, imefungwa hii saa hizi? Sio naenda. Nataka pochi hiyo. Tulia, acha kuwa na mawenge. Fungua mkoba huo. Chap mambo asiwe mengi, yenyewe tujagusa hata chai usorembe. Fanya fasta, kwani una nini? Yenyewe si serikali, sasa yenyewe ndo serikali yenyewe, ina maana ushafikisha mzigo. Mama unajishauri au? Changamka wewe. Fanya fasta. Vijana mna nguvu, baada ya kufanya kazi yenu wizi tu. Bora amoni hivyo. Yangu. Macho. Yangu na maana nikwambia wanawake sio wangu. Biashara za wanawake sio. Zima ngoma babu.
hapa sioni fresh yenyewe. Sijui kitu gani kile mwanangu. Hapa nitafute sehemu yenye maji hata. Wewe mwanangu, hapa nyo kazi hakuna, mimi twende ghetto kwanza mshikaji wangu. Hapa kazi hakuna. Amka hapo mwanangu. Hapa nyosha kwa cheche. Ola. Hebu niambie maendeleo. Safi. Hapana. Ni milioni 100. Mariona ni milioni 100. Hapo sawa. Na ile pale nyingine ni milioni 500. Yeah. Okay. Hapo ni sawa. Kwa hiyo mimi niko nyumbani na sina muda mrefu sana, naweza nikatoka nikaelekea ofisini. Kwa hiyo unaweza ukaja ofisini. Unajua kukaa nyumbani tena sio. Basi uje kule, sawa? Okay. Thank you. Kila kitu kiko tayari bosi. Unaweza kuondoka. Kila kitu sawa? Kila kitu kiko vizuri. Haina shida. Mwanangu. Shamba. Marahaba mwanangu, jambo. Jambo. Alafu nilishakukataza kuvaa hizo hereni. Sihitaji kumbukumbu yote ya mamako. Sawa? Toa hizo hereni. Nimevaa kwa sababu ni za mamangu. Sihitaji kumbukumbu yoyote ya mamako mndani. Na nilishakukataza kuvaa hizo hereni. Toa hizo hereni nimekwambia. Unaleta upumbavu. Hizo hereni za nini? Zivue. Wewe. Wewe, mfuatilie. Nenda kamlete sasa hivi. Nimemkosa bosi. Unamkosaje? Namhitaji mwanangu sasa hivi. Umeelewa? Sawa bosi. Sawa, nipe IP address yake. Sawa. Namhitaji mwanangu sasa hivi. Sasa hivi namhitaji mwanangu. Ya nimekutumia kwenye WhatsApp. Sawa. Namhitaji mwanangu. Namhitaji sasa hivi mwanangu. Sawa, shajua ulipo. Utakupata kirahisi sana.
Watulia mwanangu, watulia. Huyu. Ndio wenyewe. Watulia. Sikiliza kwanza. Apige moto huyu. Kitambulisho. Sawa. Kitambulisho chako kinajulisha nini? Ni bodyguard. Ule mtoto Bodyguard wa nani? baba yake na ule mtoto. Ule mtoto katoroka nyumbani. Amefanya shida gani? Amefanya shida gani? Aliondoka nyumbani. Mimi kazi yangu sio kujua shida. Ndo baba yake. Ndo hawa wenyewe. Wakitambulisha mjakiona au? Wakitambulisha mjakiona au? Au kusoma juu, au kusoma juu. Tulieni sana. Habari ya kusoma. Tuambie habari ya kusoma tu. Oya. Tulia. Mwanangu alete petroli. Oya, kusoma mjui au? Sisi tunaelewa sana kusoma, sisi hatujui maana ya vitambulisho. Tulieni basi. Tulikaje babu? Tulieni basi. Ule dogo katoroka nyumbani au sio? Shaona kitambulisho hicho hapa. Mimi askari wa baba yake. Kazi yangu mimi ni kumrudishia yule nyumbani. Mshacheki. Nyie hapa mshanigandisha, kashanipotea tena, ule kashanikimbiza sana. Sasa tukimbizaje kama vile? Dogo katoroka nyumbani, ule kazingua. Unajua tena watoto wa kike si unajua. Sasa wewe unafikiri angetokaje? Wewe unafikiri angetokaje? Kwa nini amekuta mwizi? Sasa unafikiri angetokaje? Si ndio njia yake ya kujitetea hiyo? Ndio nyie. Kivipi? Kivipi? Chelewesha wewe. Chelewesha wewe. Kwanza ameshanipotezea. Chelewesha wewe. Hivi ukajuaje nilipo? Kumbe ni simu. Sasa ngoja nikukomeshe. Ora. Hii ni ile mambo ya kuekuta diko iko mezani jamaa. Usimchongo wa Samsung. Ora. Wadogo vipi? Full brother, kwani Maga. level. Hiyo simu vipi? Kama unavyoona mwanangu hapa tambo yenyewe kitu umekuta mezani hapo. Kwani kuna shida? Unisikilize kwa makini. Huyo binti mwenye hiyo simu iko wapi? Ora jomba cha kuniletea hizo habari. Binti mwenye simu wakati nimekwambia simu nimeokota hapa. Binti gani? Hiyo simu inatafutwa na mwenye naye anatafutwa. Binti mwenye simu iko wapi? Ora na wajuaga nyenye naweza kupiga faida. Ngora nimeokota hapa. Mimi habari ya binti sielewi. Jomba angalia basi. Sikiliza kwa makini. Sikiliza kwa makini. Simu nimeokota hapo, sasa utakulazimisha mada au? Ni somo huni. Sikilize kwa makini. Binti mwenye hii simu yuko wapi? Jomba. Binti mwenye hii simu yuko wapi? Sijamuona mtu wote, ngora nimeokota hapa. Sikiliza nikwambie, umesikia? Mimi nawajua nyewe wazao kupiga faida. Sikiliza, sisi nyewe serikali tunaijua. Sawa? Ngora nimeokota hapa, sijaiba, sijakaba. Yaani nimeikuta imetelekezwa hapo. Sasa unavyoniuliza kuhusu habari ya binti nashindwa kukuelewa. Wewe kwanza leta simu. Mimi naweka gani ngora ni ya kwako? Wewe. Vipi jomba? Utanionyesha huyu binti alipo, wewe unapajua. Haiwezekani simu yake unayo wewe,
Alafu usijue alipo. Wewe umenisikia nilichokwambia? Ng'ora nimeokota hapo, sasa unanikunja vipi? Ngikuta nimuulize si nikakukataa tangu saa mingi, nimekwambia ng'ora nimeokota hapo na lazimisha mada mjomba vipi wewe? Hebu niteme kwanza, wewe unataka nini sasa? Ni ng'ora au unataka demu? Unatambua nimekwambia mimi sio muone. Kwani mimi ni muone? Binti mwenyewe simu kwa. Sielewi, mimi nimeokota simu hapo. Leta simu. Leta simu hii. Oa vipi? Kama kaa? Kama kaa. Mzima? Mzima. Bwana samani, bwana katika kutembea tembea kwako binti ushapata kukutana naye sehemu yote? Hapana, sije kumuona. Kabisa. Poa. Poa, inakuaje baba? Niambie. Kama kaa? Kama kawaida. Fresh. Bwana samani mwanangu. Bwana katika harakati zako binti yamuona labda kakatiza mazingira. Huyu sijai kumuona. Au si? Baridi mwana. Mmoja karibu. Haina mama. Hapa mmoja. Waje. Kama kaa? Fresh. Bwana samani bwana. Ushamuona huyu binti? Huyu sijamuona. Au si? Hata kukatiza miti hii. Au si? Baridi. Ora Gondi. Ora. Vipi chali wangu, mbona kama unasinzia chali wangu? Ulikesha klabu nini? Pozi tu. Ama nini? Ni jana na veveka mwanangu mpaka saa 9 na veveka tu mwanangu, yani nakuja kufunga macho saa 9:30. Ora, sio poa. Inavyotakiwa siku moja wanabadilisha viwanja. Kweli Arifu, anza mtemo kichenchi viwanja nayo nakufanya hata brain inakuwa active muda mwingine mwanangu, kwa sababu kuna time ubongo unalala Arifu. Nini? Hela zetu zile. Hela zetu hizo. Asa chali wangu nilishakwambiaga yani mamama nini wa kike kambali chali wangu. Sio nitaka tuparangane na wanaume wenzetu. Yani tule kwa jasho chali wangu. Sasa mtoto kama ule mwanangu. Mcheki mtoto. Cheki mguu chali wangu. Mtoto white alafu naye amekula white chali wangu. Cheki mtoto kama aliumbwa weekend mani. Wasikia? Mimi na plan B. Mtoto leo atumkabi. Huyu tunamweka sehemu salama mwanangu. Yaani hapa tunamzungukia, unamfanya kama amekabwa lakini hajakabwa. Ila plan B iko hivi, mimi nakuja kama kumuokoa ili tumpate. Wewe unatakiwa awe shemegi yako. Uje mtaani sometime unakula ugali dagaa pale amelirusha diko wewe mama mtu. Ona semaje hapo? Mbona jisahau sana kama tuko kazini, afu istoshe mimi sina kibunda ujue. Nilikwambia jana ulikesha na jimama. Sasa sikiliza. Mimi nitakuungia mwanangu hata huo ukaki. Ila misheni yangu ikamilike. Huyu mtoto natakiwa tu win. Umenisoma rasta? Fresh. Tumzungukie sasa. Sikiliza, unaenda kama unamkaba, unamchukulia kila kitu au sio? Mimi nakuja kama mkombozi wake. Oa dogo vipi, mbona kisha kunyima mazingira haya mtaani, mbona unachafua unajua? Oa bro, sikia mimi mwenyewe sielewi. Basi pale ni aje wasikiza, rudisha vitu vya bibi mkubwa hivyo. Unarudisha pale ni aje, nichenge mdogo wangu imbishe nishakuonya sitaki ufanye, ndio? Ndio brother, ina noma. Unajikataa unaniachia mzigo wangu mimi nasoroka nao kama unavyojua. Basi kama kibunda kitatuna haina mashega. Haikatai chali wangu, yani cha shega ama nini? Haikatai.
Nakubali mwanangu. Basi tuzungukie. Ama nini? Fresh, sikia. Drop kwanza manapo mimi nimekaa vibaya ni aje. Bondi, demo amepita hivi ama nini? Nataka kabla hajachunguza kwa kuna Amina pale kati. Tu tumeshamzungukia hapo fiade. Mimi nasoroka hivyo fukuzia ngoma. Ama unasemaje? Basi good. Hizo hapo. Cha mdogo. Acha wasiana naomba hela. Sasa mimi sina kitu nakupa nini? Ndio. Tuli. Poa. Poa. Toa mwenyewe, toa. Toa mwenyewe, toa. Toa ile. Toa ile. Nakupasua. Sasa pesa nikupe. Nabisha. Poa, nitakuvua mimi mwenyewe. Sina kitu. Una vipi? Mimi nafichaga hata kununua. Oa, vipi hapo? Oa, vipi? Amekuibia. Subiri hapo. Ndo zenyewe. Ba. Asante. So, unaitwa nani au anakuhitaji? Sabrina. Jina zuri. Asa mbona katiza maeneo haya afu mida hii, uogopi au wazi kama mwenyeji? Wewe unapajua hii mitaa? Unapajua unapokwenda? Sijui. Hii Colombia mama. Huku ulikuwa unaingia cha kiume. Yaani yule ukutana naye hapo ni swala, kuna matembo na matwiga huko mbele, yani huwezi toboa. Sikiza nikwambie. Wewe umetoka wapi? Sijui. Haujui ulipotoka? Unaenda? Sijui. Kweli umeingia cha kiume. Haujui unapoenda, hujui ulipotoka. Mbona umepotea? Sikiza nikwambie. Mitaa imechafuka huku. Hii mitaa sio. Kocha msingi, kama unani believe, mimi nikupeleke mtani kwangu katulie mpaka kichwa chako ikae sawa, maana nahisi haupo sawa. Haiwezekani hujui unapoenda wala ulipotoka. Hapana kakaangu, msaada unatosha sana. Asa hapo hujui unapokwenda. Au unaenda kuishia wapi?
auelewe, si ndio? Basi sikiza nikwambie, mimi na sister yangu anakaa mtaa wa pili hapo. Kama unibelieve mimi, twende ukastay kwa sister yangu mpaka mazingira yako akae sawa, maana nakuona wewe tayari machegeka, hujatulia hapo nyuma, umepanic, yani unaweza kusahau hata njia unayoenda. Si umenisoma? Kwa tunaenda kwa sister ama nini? Kwa hata mtaani kwenu unapoishi ni sehemu gani labda? Sijui. Mbona kama sielewi vile? Utaelewa. Ama nini? Wenzetu basi mtaani kama vipi? Tena mtaani kwa sister. Utatulia pale fresh, sister yangu ana mapepe. Wewe ukifika pale mpe heshima zake kama wifi yake. Nitakutambulisha kama rafiki yangu wa karibu ambaye tunajuana muda mrefu ama nini? Haikatai au sio? Okay, poa. Tunaingia basi hivi. Huko hapafai cha karamu huku. Huko unapoenda huko msitu wa tembo hapafai. Wenzetu. Twende basi mama, mbona unaogopa? Oya, hiyo migoldi wako ilikuwa imeshachukuliwa. Kama ni kukutamani nikisha itamani. Mimi sina tamana wewe, ndio maana nakustendia paka kwa sister. Twenzetu basi. Twende. Tangulia. Poa, twenzetu. Acha uoga basi. Vipi sisi? Fresh. Kwema. Karibu dada. Asante. Sishangae baridi, hamna kelele. Maana unaweza kaona nimekuletea ugeni wa kelele. Haina kelele yenyewe familia. Sikiliza sasa nikupange. Umeona sister yangu? Huyo hapa ni rafiki yangu. Bennett yani hivi, si unajua? Kweli mama dada. Amna hii chafu yangu yani long time. Sema nini? Nataka stay hapa mtaani kwako kabla hajaingia mtaani kwangu kule. Unajua nikaekea hata mazingira mageto fresh kule. Unajua mimi mdogo wako wani mtu wa kusafiri nini? Kaekea hata mngao fresh afu nitamfuata baada ya siku hata 2 nini katengeneze mazingira pale. Akae hapa. Fresh. Baada siku ngapi? Siku mbili tu inatosha mama. Karibu dada. Haina shida, usije kawaza kwa hajakabwa wala hajatoroshwa sehemu, yani familia. Watoto wazuri hawezi kuwa na wewe. Ora sister, hii mali yangu. Nimekukabidhi mfuko wangu hapa. Wewe uweke hapo ndani wala hata usifungue, angalia ndani kuna nini. Hamna tabu. Baridiwa sister yangu hapa ishi. Lakini njoo kwanza tuongee kabla hajaingia ndani. Pange ndugu yangu. Maana mtoto sio kawaida. Na sijawahi kukuona naye hata. Sijekaje serikali hapa tena ikawa mambo mengine. Hakuna cha serikali itakuta. Kija hapa nikitiwa mibuti miafu naongea moja moja. Sister, serikali itakutana na mimi kabla ya kukutana na wewe. Mimi ndo nimemleta kwako. Basi sawa. Acha pressure dada. Atashiba. Ikiwepo chai, ikiwa uji sawa. Hamna basi tutakusubiri. Na pressure yoyote. Hamna tabu. Kesho asubuhi. Namfuata wewe. Kuja kumpa haya hapa yenyewe nitakuja na kimkate fresh. Ila baada ya siku hizi nakuja kumchukua mazima. Nitakuwa nishamaliza mazingira yangu ya ghetto kule. Hamna tabu, umejipanga. Uko vizuri. Sawa. Poa basi. Haya, wewe karibu. Poa, mampe. Sister yangu yani akitoka huyo mimi ndo namfuata. Dada, usiogope. Mimi dada yake bona. Karibu ndani kwetu. Tutakula dagaa tamu. Oa sister. Ninakuaga basi. Oa ngoja mimi nikaforce kwanza mtonyo, tunajua jioni yenyewe. Baridi, au unasemaje? Poa, haikatai dadangu. Ile yetu. Oranya godi. Magetoni kwangu si unapamanya chali yangu. Pale shekonaga kuna manzi yote au chiki yote au yoyote amekanyaga mguu pale ndicha kapika hata ugali ukaja ukala kwa shemegi yako chali. Hajawahi kutokea. Hajawahi kutokea. Asa umeona ile pisi tumeipeleka kwa sister pale.
Ile ndo pisi chali yangu ya kutulia pale magetoni, yani mtoto ameumbwa weekend. Yani Sagodi aliona kuna udongo umebaki akaona mtoto nimuongezee tu akafaidi huyo mkushi chuga stani huyo chocho unajua. Akaona ndio maana nikakwambia ule mtoto hakuna kumuumiza, hakuna kumpiga hata kibao. Angalia manake wewe kwenye mahusiano waga unatangulizaga kichwa, utangulizi miguu. Kumbuka kwa ananyelia kwa Zawadi ilivyokuwa. Hivyo mwisho siku akakuacha. Sasa angalia na hapa. Ora, wewe wenyewe mamanzi yako kibao tosha kukanyagiaga au umevunga. Fatumanda la pili ule mdondoko pale katifyade. Ilikuwaje mzee pako kapigane unaenda na mavisu mabeto ni aje. Tuje kwa kina Amina pale kona ni aje uwanchi. Mzee wa mastori. Yaani wewe mwenyewe ni kwere, sema ukumbuki mastori yako. Unanikanyagia tu michocho unaona. Mimi nimefuma hilo zali la mentali sniper macho marefu. Kesho asubuhi kombora 11 speed ya mgambo, yani kwa sister pale. Ora pamekucha dada, embo amka. Mtoto kwanza anipe namba. Cha pili, kesho haikatizi mwanangu ifiki jioni. Yule namvuta chimbo, eza nifiade kule chimbo kule. Nimpe sasa nimwambie usikiliza mtoto hapo huko mageto. Jana si amekataa tusiingie mtaani. Ila tungeingia mtaani jana, unafikiri jana angeingia kwa sister. Ora. Ni msororoko. Shega mwanangu oya. Haikataa ichali wangu. Wewe unasemaje hapo? Sema nini? Yule anataka pale Paradiso kule. Huyo mtu anataka kunifanyaje huyu? Anataka achape alafu akimbie. Ndio maana nakwambia mpeleke Paradiso mjenge. Ndio. Hapo anaelewa. Muona ule mtoto asubuhi saa 10 na moko. Saa 11 kwa sister pale. Ora sister, vipi? Fresh. Mambo ni yente Asikiliza sister hapa imepelea kitu gani hata mkate ni aje. Unajua lazima nikazingatie kule asubuhi. Alafu sasa pale ndo chance ya mtoto njo pembeni nikungate sikio. Twende fiade hivi kwanza tukapige story nikuonyesha hata mazingira. Unapitaga kiwaki tutakuja ukabwe sasa na wauni sasa rili. Unajua zile chali wangu. Ora. Namba na mpanga. Mazingira yakikaa yente na kupanga, alafu mazingira ni yule anatakiwa aingie mtaani ghetto. Sasa nikueleze. Kwanza usikurupuke kumpeleka ghetto kwanza. Mpeleke Paradiso pale. Ukimpeleka ghetto kulupu anaanza kusema huyu anataka adondoge alafu mwisho siku anikimbie. Bora mpeleke bwana. Sema mimi niliwaza chali wangu nikaona nikimpeleka ghetto ndo atanikubali muuni so muuni kweli wanataka kunioa mendeta hadi ghetto. Sema naona kuaga na akili yako atumbako, ngoja nikusikilize, ngoja nitampeleka Paradiso pale alafu nampanga. Kwanza sikiliza mama, mimi na malengo na wewe. Sio kwamba nitaka nikuchinjie baharini alafu nikatae bahari. Hapa ni mwendo. TANESCO akikata tunaunga generator likikata tunaimba wenyewe, yani mdundo mpaka paku tunasororoka na hiyo maisha na ule mtoto chali wangu cha. Oya noma chali wangu, ni mtoto ni moto chali wangu. Ora sister wize bana, inakubali vipi dada yangu? Ni fresh hapa tunaishi fresh ama nini bana? Tangu jana mambo ni ile ama nini? Nikwambia nakuja asubuhi, sema mbona mambo alimtinga ndio maana nimechelewa kidogo. Vipi lakini wewe raia? Yuko ndani. Yuko ndiye chamani amekula? Hivyo. Fresh lakini ameshiba au kwa mbali? Ana mawazo sisi anafikiria. Mama itakuwa ananiwaza. Si unajua ile jeshi letu nimekwambia ile familia dada. Yule tunaweka ndani. Sawa. Bibi nitie basi maana nataka kutoka kidogo. Sabrina. Naam. Njoo. Bwana sistangu nakukubali. Ndijua uniangushi kubwa la maadui, yani baya la maadui, unikatae damu yako baba mmoja. Njoo. Ora sister. Siki sister Kinanda.
Dadangu umeniandalia mazingira ni kabla sijakwambia wewe ni mtaalamu. Ndio. Cheki mtoto alivyotoka. Naona anaanza kuandaa mazingira hapo. Mtoto alikuwa na suruali. Hii mambo cheki jinsi ilivyomtoa. Si lazima vae madera. Wachali wangu umewaka Atajifunza. kinyama, yani umewaka kinyama. Sema unapendeza. Oya. Umetisha chali wangu. Msikilize huyu ndo jeshi langu na mkubaliki. Yaani umetisha hapo. Kaomba weekend huyo dada. Unamuona mwenyewe. Sawa sawa. Sema sister nini? Nataka hata nimuonyeshe mitaa kidogo. Unajua kuku mgeni huyo. Unatoka naye? Muonyeshe hata mazingira, njia nini mazingira. Unajua mimi muoga mwenzenu sijakutana na watu wanaowajua huko. Ikawa tabu tena. Dada yangu swali. Maana huyu atoki. Ipo ndani tu. Kutoka ndo kama hivi kidogo kidogo. Azululi. Hai. Dadangu siwezi kukuangusha. Saa 12 yuko fiadi hapa. Hiyo haikatai dada, hatuwezi kuharibu Torati. Sheria imewekwa ili ifuate, sio ili ivunjwe. Ndio. Haikatai. Hamna tabu. Oya, la mama. Tunyoshe miguu hata kidogo, au unasemaje? Sawa. Ora, nilipotoka ni hiyo dira. Mbona huko mtaani watanikoma la mama? Oi, penzetu mama. Haikatai dadangu na oya nakukubali miaka buku. Oya, tikishia hapo ni aje tujichengezee. Ora. Sister tunaona mazingira. Wa mdogo wangu ndo hawa hapa sasa. Uswahilini wanakaa. Tulia hapa hivi kabla Ora la mama. Mama la mama. Vipi mbona kama umeshikilia lani sana mwanangu? Yaani hivi mwanangu afu. Vipi? Shida nini? Hamna, niko sawa. Relax, yani jiachie la mama, hapa ni mtaani. Huo ni mjengo wa sister yangu. Seti kaolewa hapa. Sister yangu kwani umeshamuona basha yake? Sister yangu yule anajitegemea mtafutaji. Yaani hapa hii tofali moja kanunua mwenyewe. Kwa hiyo usikae kinyonge ukahisi kama umetekwa mama. Sikiza nikwambie. Nakupa story moja hata ikulete kwenye mudi. Sasa nilikuwa na chali yangu mmoja hivi anaitwa Kola. Huyo Kola huyo sio poa. Alikuwa ni mtu wa kuruka majoka kinyama, yani hiyo maklabu haikatai. Unajua yani akiruka klabu sio mashangazi hadi madem size yake. Lakini sasa nikawa najiuliza mbona uchalia anaruka sana hii mazingira, shida ni nini? Unajua kapataga mjimama mmoja huo kamfungiaga ndani kama miezi 6. Jomba alipochoropoka huko ikawa ni kelele kawa home speed ya hatari. Chuga. Oya, chocho. Ama mazingira sasa hivi sita nataka nioe. Akaja akapata pisi moja kali chali wangu. Akaiweka ndichi. Weka ndichi mama ikajaa. Mama ikajaa hiyo kelele sasa hapo ndani. Mara juisi ya pilipili. Mara sijui bamia. Mara anataka Pepsi, anataka bia. Oya. So poa mama mtu ni cheche. Sema hizo songo mbingo sasa ndo nimekuja nazitamani saa hii baada ya kukutana na wewe sasa. Yaani kuna ukurasa umeuiba kwenye moyo wangu, yani umesororoka nao spidi ya hatari. Kila nikicheki naona gari plate number ile pale. Ile nikicheki plate number ile pale. Yaani mama unapokimbia na ukurasa wa moyo wangu yani sikuelewi hata. Kindi ningekuita chori. Yaani umeniibia moyo mama. Ni cheche, yani hapa umenifreeze sielewi. Sikiliza nikwambie. Najua una mengi unajiuliza. Mimi niko tayari kwa vyovyote, yani ninunue hata matinga tutingishie pale gero, yani mambo yawe fiadi, yani hivi msororoko, yani unataka kupika ni nguna ni wali, mambo ni oji. Afu mbona unaongea kiuni? Nani muni? Mama mimi sio muuni. Ila mazingira raia tunaokulia yanaweza kusababisha ukawa kwenye silika fulani hivi. Mimi sio muuni mama la mama. Kwani kuna uuni wote nishakuletea tangu tumekutana? Naona matinga hayo magoldi bado sikioni anang'ani aje fast. Mimi sio muuni la mama. Yaani tunaishi hivyo, yani ngeli sikutishe. Sisi tunaishi kwa etikeli. Nimekutunuku la mama, yani wewe ni ua linalofaa kukaa chumbani pale ndani, yani kama taa ya chumbani yani.
Nakubali, nimekubali muziki la mama. Iingize hiyo mada kwenye kamati ya bunge hapo moyoni mwako, afu niambie inakuwa ni nini. Nakusikiliza la mama, mbona kama ni download hiyo jibu ile laana kama network inasumbua hivi. Kuhusu majibu yako, naomba nipe muda kidogo. Haikatai la mama, mimi nasikilizia jibu ile basi. Waga unacheka basi, sasa unahukunja namna hiyo. Sasa sikiza, ingizetu basi hata hivi maskani, hata geto. Kama geto umekataa, twende tembee hivi, kuonyesha mazingira. Kuna fasi fulani hivi tunaweza tukakaa tukachili, yani tunapata upepo, tunadondosha stress ipate. Kuresi hamna kelele yani. Sawa. Kwa tembee kidogo, au sio? Ama nini? Ora, umenigusa. Oya, ile la mama. Kama umekaa hivi sio sehemu ya kufanya mbanga mbaya. Tunatulia, tunadondosha stress, tunatulia, nipige story tatu, tunaelewana, tunajenga. Wewe mtu mzima, ushakuwa ujue unahitajika kujenga mfumo wa family. Ama nini? Wale raia kibao kupita hivyo anatumanya, yani mtu anapita baada na kuchororoa, yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, anaishia kwenye chaka kule, bado anakata shingo feni. Sio poa hiyo. Bora tutulie kwa hapo, ndichi hapo ni fiade yani. Mazingira haya mimi sielewi. Mama la mama, sikilize kwanza. Sikilize, uko na mimi. Kila kitu inakuwa ni shwari yani. Kila kitu imetulia, hamna mawimbi hapa mama la mtu. Sikiliza nikupange. Umeona sehemu ile tulia? Masikio uaga ndo anafanya kazi fresh. Yaani nimekuleta hapa ili tuweze kuongea fresh, yani hapa hamna kelele wala nini yani. Hamna mbwiga anaweza sumbua maeneo haya. Kwa hiyo hapa uogopi? Hii ni machimbo ambayo tunatulia sometime kutoa stress tu. Isikutishe mazingira haya. Si mjengo tu kwamba hujapigwa bati hapo mamtu. Na imejani. Sometimes tunajisahau kutokana na majukumu. Unajua sometimes mission ni mingi, mambo ni mengi. Suaze, be free bana. Yaani feel at home. Yaani huu mjengo mimi ni kama kwangu kwa sababu every time hata kunikosa mtaani, umenikosa kwa sister, umekuja magetoni kule. Sema sijakupeleka kwa sababu ulivimba. Umekuja huku yani ukinibukia huku yani 24 hours kwa sababu huku mimi hapa nisumbuage akili. Sikutani na binadamu ambaye atanipa stress. Sasa sikia mama. Jiona nini? Anifanya akili haitulii kabisa yani mambo inakuwa ni cheche huku kichwani mama. Kwa nini? Sasa unaulizia tena kati nishakupangaga hiyo mazingira se. Lakini naomba nisubirie, nitakupa majibu yako. La mama sikia ngombe, unajua? Yaani mlima Kilimanjaro waga una volcanoes, wanasema ni active, unajua? Una moto ndani. Lakini
umegandishwa na barafu moja ya laana ni hapo juu. Unajua? Najua ni ngumu kunimanya yani. Unajua kukuta mimi yani ni mtu ambaye waga ninaangalia sana, ni sinaga mbishe yoyote na mamanzi wala nini, yani mbishe zangu ni mbishe, niko kwenye mbishe, niko serious na mbishe. Lakini huwezi jua kwa nini tumekaa kutulia hapa, ni tumeseto alafu na kusororosha maneno kama hii hapa, ni jua kuna kitu yani. Yani umeni freeze. Ngekuwa naweza nikakupanga kitu kingine, si nikwambieje, labda nikufungulie hii moyo nini. Kwani funguo unazo? Sasa naona ni kama hivyo ndio unataka yani kufungulia hizo kurasa uanze kusoma chapter 1. I'm serious in love about you. Umenichanganya akili la mama kinyama. Aya bwana. Sikia nikwambie. Naona sasa hivi umeshakaa kwenye mood yani uko fresh. Sasa hivi niko poa. Mimi nataka nikupe hata dakika 2 tu. Sema 2 mimi nyenyewe naona kama wiki 3. Fikiria kuhusu mimi bana. Usijali. Hilo lipo kwenye akili yangu. Nitakupatia majibu yako. Chocho. Ora. Mchoto ngema. Baridi nakuja chali wangu. Wewe. Unamjua huyu? Nampata. Unamjua kivipi? Chali yangu. Chali yako? Sikia ngoja nikupange. Sikiliza mtori. Sikiliza sasa. Mambo iko hivi. Unaona ile siku ile day unasororoka kwenye ile chochoro pale unapita na kisimu chako ni aje. Nikuzimia kinyama ni mtu sema nikawaza sasa jinsi gani niweze yani kukupata wewe ikawa ni ngumu. Nikapanga plani A, plani B paka X nikasororoka na mwanangu sasa sikiliza nikwambie fanya kama unamkaba yule raia pale. Mimi nitakuja kama namsaidia ni aje gani ili kuweko karibu na kwa sababu tu nilikuwa tayari nishadondoka unajua. Shazima kwako. Kwa hiyo ile siku walipokuwa na nikaba ilikuwa ni plani yenu? Siwiri. Mtu usafi yani. Ana mambo hayo yani tikukaba nini ya Jumapili chachi fresh mtu anakula moka suruali akitamba amekula pasi namna hii. Ana kelele mbona ni ile yule sio mkabaji wala sio kibaka yani mtu anaishi na maisha yake na mpaka zake asororoka na maisha yake. Kwa hiyo tuliza mtori tuanze kuwa free. Ulishakukabwaga nini? Mbona kama una pressure? Hapana, ni malangu ya kwanza. Si dele tunaenda church Jumapili. Hiyo chali anachanaga nywele yake fresh. Yaani fresh. Au sio? Chachi. Anakulaga moka ile ni aje na mbaya badilisha ile majibu tu ni aje inakuwa inazingua. Sema ni mtu safi. Kwao ni watu wa dini. Si kwetu wenyewe ukiingia kwetu utakimbia. Sister ule si ni kwamba ni aje biashara yake tu ile ni aje anauzaga vitumba mbaya tu ni aje magongo ni aje sema ndo maana unamuona amekaa kisela. Ila mtaani ukiingia ni oji. Kwa na amani acha makelele. Yaani wako sababu unaona anakula mafegi nini? Hiyo nitaacha mama. Yaani mbele yako. Hiyo naacha. Auamini ama. Haya bwana. Swaze. Ngoja nimsikilize basi. Sawa. Lakini yule mwenzio ni mzuri. Bora umekutana na dudu wa dampo. Kwani vibaya kukwambia vile? Ushaanza stori za kiwake, tutaribiana siku dakika hii 0. Sikiza nikwambie. Ongea kitu wa maana, umeona? Hii mambo unaanza kubonga hapa. Tutasababisha wadudu wapande kichwani. Tuliacha hizo mbanga, umesikia? Si wauni watu pigage mpishe hizo, yani muuni ndio maana adangi. Yaani muuni akipenda huwa amependa yani, amependa mazima. Umenipata ama nini? Sawa, nimekuelewa. Poa basi, ngoja nibonge na Charlie hapa. Poa.
wiki inahama. Yule chali. Saa ngapi? Muda ni ule ule. Njia ni zile zile. Fresh. Alikuwa sina hata pesa leo hapo. Abeli tunaishi. Fresh. Kesho inabidi tumuibukie. Vipi hapo? Fresh chali wangu ni yende. Yeah man. Good. Fresh. Kaongea naye. Baridi. Poa. Good. Hola sister. Tumerudi dada yangu. Karibu. Fresh. Vipi? Safi, mwenyewe nilikuwa naenda kisimani kucheka. Alikuwa anataka kutoka? Kweli sister yangu. Sema si nilikwambia jioni ifiki namrudisha huyo. Sawa. Ndio huyu hapa sasa nimemrudisha. Karibu. Asante. Jamani mimi nipo ndani mara moja. Haya. Sinde poa basi. Basi tuongee. Kwanza nikupange. Kwa hiyo umeona dadangu, nimekuita hapa kwa sababu nina bonge la dili. Umenisoma? Kesho na bonge la mtonyo ambao tunaenda kupiga. Ndio. Kama unavyojua mbishe zetu za kigumu, si unaelewa? Naelewa. Kesho kuna ramani. Sawa. Narudi na begi la hela hapa. Haki ya Mungu. Kama nilivyokuambia, wewe mwenyewe unanijua. Mdomo wako asijue yule. Siwezi kusema chochote. Akikuuliza yuko wapi, mwambie kuna kazi anapigiwaga kila mwisho wa wiki anaenda kuzifanya, umeona? Hela nayoipata tegemea mwanangu, hapo utapiga hata rangi sometime nini, nyumba hii itang'aa. Mimi geto kule nitanunua mazaga, gesi, nini, mafuta, mchele, kila kitu. Mtoto huyu tunamweka ndani sister. Mimi nitashukuru kwa sababu na mimi nitapata 200 300. Sasa kumbe vipi? Mambo yataenda. Mchongo wako wa genge ule. Pesa. Oya, sister Kama nakuona vile. Yaani wewe acha tu. Sasa. Kwa makini sasa. Asijue chochote wala mtu yote asimchukue kutoka kwako. Mimi nikigeuka sister yangu ni shangwe ile laana. Hamna tabu. Umenisoma sister? Hapa ukimya, mchunge mtoto, mimi naingia mbishe. Nikigeuka ni ufalme. Haina shida. Basi sawa. Okay. Na mimi niko naenda kuchota maji. Ndio. Na wewe unapenda huko. Tunategemea mambo mazuri. Haikatai sister yangu. Oya dada, haikatai. Utawala usimemie alafu mimi huwezi sikuangushi. Katulia kama alivyotulia. Ni dada yangu, haikatai hizo hapo. Poa poa.
nilijua tu, nilijua. Huyu ana akili. Nilijua sasa hapo ashindwe kufaulu, tuko na form 1. Ningemuona mzembe kweli, yani ameshindwa vipi sasa hapo wakati akili zake mimi nazijua. Koni ni hiyo tu. Sawa. Tapambana. Si 100,000 tu umesema? Sawa. Naona uko peke yako. Mwanzo yuko wapi? Bado yuko kazini. Ngoja bwana. Alafu mbona unaonekana una stress kibao? Una shida gani? Sina shida yoyote na kuhusu. Subiri kwanza. Sina shida yoyote. Ila kuhusu Chocho yuko bado kazini. Sikia kwambie. Yote uliyoongea nimesikia. Mwanzo hadi mwisho. Si una shida na hela? Nifuate. Tuondoke, mbona bado umesimama? Au nikufuate? Mbona bado umesimama? Tuondoke. Bado hujafika. Hapana, tumeshafika. Kwetu mimi ndo hapa. Naomba ukae unisubirie na kuja. Sawa? Yaani wewe ndo unaishi huko? Sasa kwa nini unakuja kufanya nini? Achana nayo kuhusu. Kwa hiyo faida shinga. Faida. Milioni 70 vipi? Inatakiwa iwe milioni 100. Inatakiwa iwe milioni 100, tufike katika milioni 100. Kila siku milioni 70, milioni 80. Faida gani sasa hiyo ambayo tunaingiza? Umeelewa? Nimenunua magari mangapi? Faida leo sasa nataka mjizidi faida iwe milioni 100. Wewe unafikiri kwenda nchi za nje ni rahisi zaidi, ni rahisi sana? Sawa. Nimekuelewa. Nyewe kwa mjatumwa hela. Sasa kitu gani mnachokifanya? Ile gari ni ambayo nilikwambia nimenunua milioni 5, umeuza shilingi ngapi? Umeona sasa upuuzi unaoleta? Tafuta chanzo, angalia na biashara jinsi inavyoenda. Kwa kila siku biashara inabadilika. Biashara sio biashara zile za zamani. Sasa hivi tuko digitali. Juzi mwenzako ameuza gari kwenye mtandao. Kauza milioni 90 hivi. Unasema
Nimekuelewa sasa. Nikija ofisini hapo sitaki maelewano mengine zaidi ya hayo. Natumaini utakuwa umeiona hiyo. Ushatoa na kutoa? Uko chapu. Sasa sikia. Hiyo pesa itumike kadri tulivyozungumza. Hiyo pesa itumike kwa makubaliano ya kumpeleka huyo mtoto shuleni. Usije ukachukua kidogo kidogo, mwisho wa siku ikapelea, mwisho tukaanza kupigiana simu. Manake pesa ni ngumu sana, nimepalangana sana dadangu. Sikusimangi, ila tu nakukumbusha. Tafadhali. Poa. Baadaye. Asante kwa msaada wako. Na bila kunipatia hicho kiasi cha pesa, sidhani kama mdogo wangu angeenda shule. Nashukuru sana. Narudia tena kusema asante. Shwani kidogo tu. Huna budi ya kunishukuru sana. Nimefanya yote haya kwa sababu Mangwezi ya kunguru wa bongo. Mnaenjoy mapenzi wakati mko vitani. Chali, aujui maji. Aujui udemu. Jana wewe nakuuliza aujui udemu. Aujui udemu. Sijakupanga nini? Nitakukata kineti. Wewe unanijua vizuri. Unataka nikufungulie ukurasa ndivyo au sio? Nakuuliza sijakupa taarifa kuhusu manzi au? Kuna nini hapa? Hamna kitu chochote. Kuna nini? Kuna nini hapo? Manzi alikuwa anataka kukisi wewe kabisa, afu umetulia, afu unajua shemeji yako sija kukupanga. Sija kukupanga. wewe, kwani kuna shida gani? Hebu mwachie mwenzi. Mwachie. Sikiliza na wewe. Usifagili chura ambao ana itikeli. Umesikia? Oa, kati yangu mimi na huyo msele unamtaka nani? Au unamkubali nani? Nakuuliza, nataka jibu. Kati yangu mimi na huyo mwana hapa unamkubali nani? Au unataka kuwa na nani yani? Nijibu. Nakuuliza tena, kati yangu mimi na huyu mwana hapa unamkubali nani? Usiletee mikorogo hapa. Jibu nakuuliza, jibu nilichokuuliza. Au sio? Fagiliage maondezi yani. Umeona? Fagili chura ambao hana etikeli. Yaani wewe kaa mbali na mimi kuanzia leo. Alafu mwana, fata mbanga zako mwanangu. Fata maisha yako. Kaa mbali na maisha yangu. Snitch. Chocho. Kwani shida nini? Chocho.
Kwani huwezi kuwa na mimi? Umeona sasa? Umeona? Mimi nilikuwa nakwambia wewe. Chocho. Kwa hiyo mimi ameshanipendi, si ndio? Kama nataka naondoka. Oa. Vipi msela, mbona unanipita tu rafiki yangu? Ora ni manka mmoja chali wangu, sororoka na maisha yako. Wewe unajikuta waki wewe. Silete uwaki kwenye maisha yangu chali wangu. Yaani Yesu atarudi atakuta umepauka hivyo hivyo. Manka mmoja wewe. Chocho. 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 Lo. Chocho. Umemoka kimya au sio? Chocho. Babu. Sasa muda wote nakuita kumbe uko hapa mshikaji wangu afu na umekaa kimya. Unaona kuna usela hapo au sio? Kuna usela hapo man. Tumeparangana mbishe ngapi chali wangu wewe huko waki nimekutoa kwenye misala mingapi wewe? Wewe chali wangu unakuja kuniletea uwaki chali wangu, yani manzi anakutoa imani yani unamtolea macho shemege yako ama nini? Yaani niko sija kuelewa, yaani zumuni kumbe la kuvimba na kuita unanitolea maneno ya ajabu na kuita saizi nakuja kukutafuta mpaka nakuja kukutafuta na unakaa kimya kwa sababu ya yule mwanamke. Siwezi itika mimi, ni sawa mimi nimfuate shemegi yangu, yani manzi yako. Alafu unichekee. Utakuwa ni comedy hiyo Arifu. Niko
karibu naye kwa sababu alinisaidia nilipokuwa na shida, ndio maana nikasema kwa sababu akanisaidia niwe naye tu karibu kwa sababu ya kumridhisha. Hakuna kitu chochote, sina hisia naye yoyote. Ndio umanka wewe unaongelea, yani kakusaidia shida alafu tayari yupo karibu na wewe. Au uoni? Wewe unajitoa macho au sio? Unatembea kwa hisia sasa hivi Arifu. Uongo. Sikiza nikwambie chali wangu. Umeona wanawake? Hawaki tu. Alafu sisi tumetoka mbali. We kumbuka matukio tuliopiga. Umepambaniwa na mgambo pale juu kati siku moja one time, unakumbuka? Nusura kutie kwenye defender. Sasa hivi chali wangu unakuja kuniletea shaona chocha mshakuwa kiwaki, ndio tunapiga madili ila kichwa yake yule fara yule, hata nikimzunguka aelewe. Mi genius Arifu. Ngoja nikwambie kitu. Sawa. Yaani kitu ambacho unachokifikiria sio sahihi, kwa sababu mimi na yule manzi hatuna mahusiano yoyote. Kwa sababu analeta shobo zake kwangu, wewe unafikiri na mimi nitashoboka naye. Siwezi nikashoboka naye kwa sababu wewe uko na yeye. Sio, unanielewa? Na wewe mwenyewe ushanitamkia kwamba unampenda sana yule mwanamke. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Sawa. Mimi na yeye hatuwezi tukakaa hatuelewani kama hivi kwa sababu ya yule mwanamke ambao hajui tumetoka mimi na yeye wapi. Afu isitoshe kwamba wewe una mchango mkubwa sana kwenye maisha yangu. Kwamba kwenye maisha yangu wewe ndio plani. Kila kitu unakiendesha wewe. Sasa bila wewe kazi nafanyaje? Siku hizi kazini utokei. Unanikwepo kiniona huku unapita kule. Sasa sikia, mimi niko radhi kutengana naye na kukaa naye mbali kabisa. Ili kusudi misha zetu ziendelee kama kawaida. Sawa, na kupromise hicho kitu. Na kuhakikishia hautaona tena nimekuwa karibu naye. Mimi mazangu baada ya kunizaa mimi mwanamke simbelieve yani. Wewe kama unaruka naye baridi ruka naye. Mimi siwezi kukunjia wewe mani mwenzangu tunapiga deal. Wewe mwanaume mwenzangu Arifu, umeona? Kwa mimi kukunjia wewe. Mimi naweza nikakuachia hata wanawake 10 lakini siwezi msaliti muuni hata mmoja. Mimi ndo torati yangu mimi. Siwezi kukataa. Ila wanawake mimi hawapo kichwani kwangu. Ila yule nilikuwa nimembelieve tu kwa sababu mwanaume bila mwanamke hajakamilika. Wewe mwenyewe unaelewa. Lakini nakuona unamtolea macho na kuona akiwaki na wewe. Imeisha hiyo. Chukua mkono wa Baraka. Sasa sikia. Hivi siku ile ilikuwaje? Chali wangu ilikuwa ni mbanga za ajabu chali wangu. Baada ya kunidandia wale mamwera. Wamenipitisha pale rodi mzoba chali wangu lami pale. Kulikuwa kuna IST nyekundu imekapaki mbele, wakaenda kanisweka kwenye IST mixa kibano cha hatari kama wanapiga mbwa mwizi chali wangu. Mefikishwa sero pale mwanangu, nikatiwa ndani kwanza. Kishwa ndani pigishwa kichura sana. Mtataja wenzako wote kula rungu sana, si unajua. Nateseka ndani kule kinoma chali wangu. Sema sasa kuna fande mmoja huyo kaoa mtaani kwetu. Nakutana naye sero pale ambaye ni mkubwa kiasi, si unajua. Ana vyeo kadhaa ni aje. Niambie mzee wangu. Jana. Naam. Usisahau. Twende kama tulivyokubaliana. Mzee wangu, siku zote mimi ni mwaminifu. Nilikuahidi pesa yako nitakupatia nikishaingia mtaani tu. Kuwa na shaka na mimi, hilo halitasaidia mzee wangu. Umeshanitoa. Amini kila kitu kitaenda sawa. Unajua machimbo yako yote nayafahamu. Naelewa Faza, naelewa. Kwa hiyo ukileta mambo ya kiuni nitakupata. Faza, tuaminiane kwenye hili. Sawa. Ndio hivyo ilivyokuwa chali wangu. Pole sana kwanza. Haina noma. Pole sana. Sasa kwa sababu kaisha kuachia sasa hivi, kinyongo toa kwanza. Tufanye kazi. Nikisha flash nimeflash mzee. Tumrudishie lake. Asije kwa maneno mengi. Yule mwenyewe koro sio lazima tumpe hela babu. Aje nitafute kwa hela yake tena. Tumrudishie lake, twende kazini. Atafute hela mimi maskini. Twende kazini wewe. Nimrudishie. Unaona sasa.
imeisha. Alafu unatafuta hela nyingine. Bora sometimes unapata matatizo chali wangu, utakosa hata chocho wa kupita mzee. Una hata 100. Umekapa katoto ka watu mimba huko mtaa 7. Wazazi wako wameniwajeda. Baba. Weke uvunguni kwako chali yangu. Ndio maana yako na ndugu, kama ndugu yangu utanitelekeza. Nimesoma mwanangu kama unavyojua. Kama jua linapochomoza, linachomoza na baraka za alio hai. Nacheki mazingira kote. Oya. Ona bondi. Oya. Vipi baba? Vipi unaku? Sister huyu. Sister hajawahi kupigaga simu kama hakuna tatizo. Unisoma chali yangu. Hii hapa inabidi nipokee bwana. Oda sister. Niambie la mama. Nini? Acha uwaki basi. Nani amekuja kumchukua manzi hapo? Mimi si nilikukabidhi ase. Silete mpanga za ajabu. Umeshapata bwana, umemdalalia au sio? Angalia ni kitu wangu sister, tutakuja tusauliane undugu yani. Wamemchukuaje kwa nguvu kina nani hao? Manzi nimekaa naye siku 4, nimemtoa usiku. Unajua nilipomtoa huyo? Usistania. Nakuja hapo. Mtoni. Vipi sister? Safi. Wewe raia vipi? Mbona imekuwa hivyo, nini tena? Wamekuja watu hapa. Wameongea naye, wamemchukua. Vipi? Wewe kwa nini umetoroka nyumbani? Kwa nini umetoroka nyumbani? Mimi siendi. Usiseme uendi. Kwani hao kama nani? Mimi siwajui. Inuka twende nyumbani. Tunakuuliza wewe, kwa nini umetoroka nyumbani? Mimi siendi. Vipi? Sielewi. Mama wewe nyamaza. Samani. Jamani, samanini. Vipi? Wewe. Inuka twende nyumbani. Haiwezekani. Wewe. Mimi siendi. Bi mkubwa sikiliza, bi mkubwa sikiliza. Sikiliza bi. Bi mkubwa sikiliza, bi mkubwa sikiliza. Sikiliza bi mkubwa sikiliza. Wewe hujatunza mtu hapa. Umetunza matatizo hapa. Sawa. Wewe mimi nimekabidhi. Siendi. Wewe nitakuchukua tama wewe. Hebu niache kwanza. Sijui nitasemaje ndugu yangu akija hapa. Kunguru gani hao? Walikuwa wangapi? Kama wawili. Yaani dada, katika hali tu ya kawaida, yani unaweza kumrusuje mtu akaondoka na mtu bila taarifa yetu? Wale hata mimi nimewashinda. Kwa maelezo yao wao nani zake yani? Sijajua. Sijajua. Kwani wewe kumwelekeza hakuna mtu kumchukua zaidi yetu sisi wenyewe? Nilimpanga sister hapa asiingie mtu yote. Yaani kabla hajamchukua mtu avute ng'ora. Sasa unajua labda tumechelewa kidogo. Kwa hiyo wao wameondoka mida hii ama nini? Sasa hivi ameongezea hivi. Amepita wapi? Huko. Unajua nini? Sio kujifukuta tunafungua turbo tu chali wangu hapa, tunaweza kukimbia paka kituo polisi hadi.
Mimi nilikwambia uzembe wako. Ora, sikia nikupange chali wangu. Sister nilimpanga kila kitu, ule manzi asiondoke bila ruhusa yangu. Umeona? Ndio maana asubuhi amenipigia ng'ora. Yaani unavyoniambia unanichanganya akili chali wangu. Umeona? Mimi mwenyewe nishapagawa hapa, nilikupanga mazingira vipi kuhusu ule manzi. Unaona unajikuta mimi sijapagawa, mimi mwenyewe sielewi man. Sasa unafikiri tunampata wapi tena? Hizo hapa njia zinachanganya. Yaani wewe sijua kama amesoroka namna hii amepiga. Sikia. Pita hivi, mimi napita hivi. Utani kule mbele. Wait. Unajua nini? Hivi kugawana hapa njia ziko zaidi ya 4. Umenisoma? Kwa hiyo unaweza kujikuta umepita hivi, hata tugawane vipi, bora tukague au tuulizie majirani hapo. Hawezi kuwa lazima wameonekana, yani kuna sehemu amekati. Basi poa, tuanze kuulizia. Ora chali wangu wale alikuwa maisha mwanangu. Tuende maisha. Vipi, mbona kama msiba wa rais? Fresh chali wangu, mbona baridi? Tusema mimi nawaza, unajua mambishe nini aendi fresh. Maisha nayo unajua. Maisha na yale tunayopanga nayo yanaenda tofauti. Nishakuzoom. Shajua nawaza nini. Nilikwambia usiingie kichwa, ingia na miguu. Kwa unaona kama mimi 100% na mwazo ule manzi ama nini? To sawa jawabu. Fresh, kwa hiyo uwazi. Ile demo alipopotea pale au mkimazingira au uwazi au sio? Mimi ni wazi nini? Mimi si wazi bwana. Si wazi. Nilikuachia. Wasikia. Ona simu umenizumu. Mimi nimekuchungulia long time yani kwenye hiyo bunduki ya sniper mwanangu. Yaani hata nikigusa moyo wako hapo sasa hivi. Wewe ni chali wangu mwanangu, sikufichi. Yaani moyo wako wenyewe uko speed up. Kwa hiyo inamaanisha unajali pia kuhusu ule manzi. Na unawaza ameondoka vipi. Yaani wewe unachokifanya unafanya kunisingizia mimi tu, lakini nakuona ndugu yangu. Ulikuwa umekaa umeshatuama, una lolote. Wasikia. Anza kuongea uwaki sasa. Hapa tunaongelea habari ya manzi yule kuondoka mtaani afu kila mtu ajui. Au ni maji? Mimi sina la kupanga, una lolote. Kazi tunafikiria kazi, unamfikiria manzi. Nishakwambia habari za mamanzi ya manzi achana nazo. Ndio unakuja yale ya zawadi. Yale kutokea yanarudi tena haya hapa. Unashindwa kufanya kazi, unafuatilia mademu. Una lolote. Wasikia ngoja. Ongea kiberiti kwanza. Unanichefua, unakula fege mbele hapo. Niko hapa nakula fege. Una lolote. Nikwambia mapenzi atakuua. Ndio kichwa. Nilikuwa nyumbani. Nimekumisi kweli. Hata mimi pia nilikumisi. Kweli. Ila unizidi mimi. Hapana.
Huo ndio upuuzi unaofanya. Kwa hiyo kumbe unatoroka nyumbani, upuuzi unaoleta ndio huo. Upo na mama chokolao. Unafanya nini? Hapana baba, hao ni marafiki zangu. Una rafiki machokolao kama? Tasikia. Naona safari ya kukaa Dar es Salaam imekuishia. Sawa? Tiketi Marekani. Umeelewa? Songa nyumbani. Alafu nyinyi chungeni sana. Takuja kumtoa mtu maisha yake. Pumbavu sana. Tulia. Wewe ni mtu mkubwa, unaweza kuumia. Umeshafika? Nisubiri hapo hapo nitakwambia. Mwanangu. Kikweli mwanangu, nafanya mambo mengi sana kwa ajili yako. Niko natafuta pesa, nafanyaje? Yote kwa ajili yako. Najua safari ya Marekani ndio inakufanya wewe. Sasa na bonge la surprise. Surprise gani baba zaidi ya kunipeleka Marekani? Hamna, utafurahi surprise yenyewe. Surprise gani baba? Basi. Ingia. Utafurahi. Sasa surprise mimi kusema unanipeleka huko. Baba. Wow. Asante sana mzee. Karibuni jamani. Mambo zenu? Sasa mimi nipo ndani basi. Baba. Sondoke. Furaha yako si hapo nimekuletea. Ndio, lakini bado sijawatambulisha. Sawa, mtatambulishana basi, mimi nipo ndani. Sawa. Sawa baba. Dada. Wewe paitwa Chocho. Chocho. Karibu. Chocho dadangu yule. Karibu dadangu. Yaani kwani wote visu. Karibuni jamani. Mimi nataka kwa huku bana, mimi sitaki kelele. Sio kaleta mambo yako ya ajabu. Ndio naona kama nimeingia kwenye ufalme fulani. Kwa nini? Sasa tumezoea vinyumba vile vya Msonga ni aje. Kwa kawaida tu. Naona kama nachafua. Kawaida. Maisha yanaendaje? Fresh. Kuja kwa salimia. Shatopisha kwanza. Kwa jioni.
bebe. Wewe tena. Ora Chadi. Unasema una njaa ujala leo? Wewe hapa nimeshiba. Napenda kudeka yule. Ndugu wangu. Ora mama. Naitwa nani vile? Naitwa Agripina. Ora mama, jina lako ni Hot Kinyama. Una jina zuri yani. Kama ulivyo. Haya, asante. Naweza kukaza macho kidogo? Kumbe amefanyaje? Watabasamu fresh Kinyama, yani mimi na enjoy nikikucheki. Kwa matatizo wewe. Naweza kuwa nishapata matatizo. So unajua kama mtoto wa kike na wa kiume hivi inakuwa haielewi. Haya. So nitakuwa nasumbua nikichukua hata contact number ni aje, afu baadaye na kuvutia hata hiyo kingora tunabonga. Ya nitaikatai bana. Mama nini? Poa. Fresh au si? Basi baridi kabla sijajichenga hapa lazima nikuarue my number. Haya poa. Haina shida. Maisha mzuri kama zako vile. Japokuwa simjui. Maana kwenu wote ni visu. Ni wazuri. Mdogo wako wenyewe kamchanganya cheli yangu pale, una hata kuchana nywele akumbukagi tena. Kamchanganya vipi? Ona muonaje? Ni yule chali nusu chizi tayari ashakuwa chizi. Yaani mdogo wako anatakiwa daktari wa ukweli, yule chali akae sawa nyooke hivi. Haya. So mimi nimeelewa muziki hiyo mama, yani nimekuelewa. Muziki gani? Yaani nimekuelewa, ni disco niloingia, yani alijaniboa hata kidogo. Muziki? Ngoja tumie lugha ya kishua sasa. Unajua mimi ninakupenda Kinyama. Unanipenda mimi? Sasa naongea na wewe hapa mama la mama au vipi? Hii mpya tena. Tena naongea taratibu za mdigi wako daido sura. Hebu umuje na mwenzio. Njoo naye. Yuko wapi? Yuko hapo. Mwambie aje. Sawa sawa. Swala ni hili. Sawa. Sijawahi kumpigia mtoto wangu. Usije ukasubutu kumpiga. Na ukija kumsaliti, nitakufanya kitu kibaya. Alafu sipendi mkae kule machochoni kwa majumba mabovu. Umenielewa? Nimekutafutia kazi. Utafanya kazi. Umenielewa? Ndio.